tumegundua kwamba kuna vijana wengi nchini wamemaliza ngazi mbalimbali za elimu, wapo ambao wanaendelea, lakini wengine hawajaendelea, na serikali tunawajibika kuwatafutia fursa za kuendeleza kipaji chao ikiwemo na vipaji vyao. Na tunagundua kwamba mchakato huu ni lazima uingie serikalini ufanyiwe utafiti ili tubaini mahitaji ya hao ambao wapo waliomaliza ngazi mbalimbali za masomo, nini tufanye kwa pamoja. Kwa hiyo ofisi ya waziri mkuu ilifanya utafiti kupitia wizara yake ya kazi, ajira na vijana, kwa kukutana na vijana makundi mbalimbali, kuuliza uhitaji na maeneo muhimu ya kuboresha, lakini sehemu kubwa ya maoni yao kwa matatizo na changamoto iliyoko duniani kote ya ajira. Tanzania pia na sisi tunakabiliwa na tatizo la ajira kwa vijana walio wengi. Walikuja na kushauri serikali, lakini pia hata waheshimiwa wabunge, kwamba sasa lazima tujikite kwenye ufundi mahiri, kwamba tuanzishe mafunzo ya ufundi kwenye ngazi mbalimbali, ili yote aliyemaliza akupata nafasi ya kuendelea na yupo anaweza kwenda kupata elimu ya ufundi maalum ambao yeye anautamani, au ufundi mahiri, aweze baada ya kumaliza mafunzo hayo anaweza kujiajiri au anapewa pia anaweza kuajiri wengine. Utafiti huu umefanywa na ofisi ya waziri mkuu, ulipata ushauri mwingi sana. Ushauri huu ndio ambao sasa tumeupiza kwenye sera, na sera yetu imeagiza lazima tuwe na shule za ufundi kwenye ngazi za sekondari. Wanafunzi wetu wapate elimu ya ufundi kupitia ngazi hizi za sekondari. Na sasa tulitenga bilioni 44 kwa sasa kujenga shule moja katika kila mkoa kwa kuanzia kwa ajili ya masomo ya ufundi. Nyie Nzega kwa mkoa wa Tabora mmepata manufaa ya kuwa na shule hii ya Makomero, kwa ndio shule yetu ya ufundi. Lakini pia mkoa wa Tabora kwa sababu ya ukubwa wake umepewa fursa nyingine. Mheshimiwa Rais alitoa fedha kwa mbunge wa Sikonge na tumejenga kule Sikonge shule ya pili kwenye mkoa huu ya ufundi kwa ngazi ya sekondari. Tabora oye! Sasa kwa sababu tuna vijana wengi nchini na wengi wameshamaliza ngazi ya sekondari, nini tulifanya serikali? Ofisi ya waziri mkuu ilitenga fedha, tukaendesha mafunzo ya ufundi mahiri kwa vijana wenye uhitaji kwenye maeneo au fani wanazozihitaji. Tukawaweka pamoja, tukawapeleka kwenye vyuo mbalimbali. Tena tuliomba pia na vyuo vya sekta binafsi, tukawapeleka kwenye VETA zetu, tukapeleka kwenye vyuo vya ufundi vya sekta binafsi pamoja na taasisi za kidini kama vile taasisi ya ile ambayo pia Don Bosco na vyuo vya ufundi Dodoma na Dar es Salaam tulitumia pia vyuo vyake. Lakini watu wengine walihitaji kuwa magerejia wazuri, wengine walihitaji kwenye sekta ya utoaji huduma kama vile kwenye utalii, kwenye mahoteli, watoaji huduma, tunaita huduma na kozi mbalimbali. Kwa hiyo tukawagawa katika makundi na tukawasambaza kwenye vyuo vyetu, na hao tunawasambaza walikuwa wa ngazi mbalimbali. Wako ambao wanatamani kuwa mafundi, wamemaliza sekondari ama darasa la 7, lakini pia hata wale vyuo vikuu wanaotamani kuwa mafundi, na wao pia tukawaingiza kwenye mpango, wakaenda kwenye vyuo vyetu na tukawaandalia miezi 6 ya mafunzo kwenye eneo maalum ambalo yeye mwenyewe amelihitaji kulisomea na atoke akiwa mahiri. Na hiyo mahiri tuliugawa muda wa kukaa pale miezi 6, kwamba 60% ya muda wote ni vitendo tu na 40% ni maelekezo ya wale wahadhiri, ili kurekebisha pale ambapo pana uhitaji na kutoa miongozo. Na tumepata mafanikio makubwa kwa sababu tumewapeleka kwenye sekta za umeme, lakini kompyuta na teknolojia, wengine geolojia,
lakini wako ambao wanakwenda kwenye uwashi, ufundi bomba, na wako ambao walienda kwenye sekta ya usafirishaji, na wako ambao pia walienda kwenye sekta ya kilimo na ufugaji. Na wale kwenye kilimo, kama mtakumbuka, tulianzisha vitalu nyumba. Vitalu nyumba ni kilimo ambacho na kilima kwenye eneo dogo, lakini uzalishaji mkubwa chini ya mwamvuli wa kile kitalu ambacho najenga kama ghala hivi ndani ya kilima. Haya ilikuwa ni sehemu ya matokeo ya utafiti uliofanywa na ofisi ya waziri mkuu, na tukatekeleza kwa vitendo, na hakika tumefanikiwa. Moja kati ya mafanikio kwenye sekta ya utoaji huduma, yeye mnakumbuka, hata watu wazima, hoteli zetu hapa nchini nyingi, ukienda hotelini zile za kitalii, mameneja wote walikuwa kutoka nchi za jirani. Kwa nini? Sisi hatukuwa tumejiweka vizuri kutoka mwanzo kwenye kozi hizi za utoaji huduma. Na ila nakwambia leo hii, nenda hoteli yoyote Tanzania, meneja walio wengi zaidi ya 90% ni wa Tanzania. Kwa nini? Wamepata ujuzi mahiri kwenye utoaji huduma. Na hao watakuta ngazi zote. Wako ambao wanaweza sasa amesoma ufundi mahiri, amepata ajira, lakini wengine wamejiajiri. Wako waliomaliza kidato cha 6, kidato cha 4, hata waliomaliza vyuo vikuu, lakini hawakupata ufundi mahiri. Ameamua kwenda kusoma ufundi mahiri kwenye vyuo vyetu vikiwemo na VETA, na leo hii ni mafundi mahiri. Jana nilieleza vizuri nilipokuwa Bunge, kwa sababu tulienda kwenye shule za mikutano ya ujasiriamali, tukawahamasisha waanze kufikiria ni ufundi upi ambao unaweza kumsaidia akajiingiza kwenye ujasiriamali. Na atafanya hiyo bila kujali elimu aliyonayo. Hata kama ameweza darasa 7, afanye maamuzi. Hata kama amemaliza kidato cha 4, afanye maamuzi. Hata kama amemaliza darasa 6, afanye maamuzi. Hata kama amemaliza chuo kikuu, lakini ule ufundi mahiri, unataka ufundi mahiri, sema tutakupeleka. Na tumejenga VETA nchi nzima. Tumejenga ngazi ya mikoa yote nchini, tumejenga chuo cha VETA. Sasa tunaendelea ujenzi wa vyuo vya VETA kila wilaya, na nyinyi Nzega nayo, na wilaya hizo zote kwenye mkoa huu zina vyuo vya VETA, ili kufungua nafasi kwa Watanzania wenye uhitaji kwenda kusomea ufundi mahiri kwenye maeneo mbalimbali ambayo yeye anatamani. Haya sasa ni mpango mkakati ambao serikali imepanga na tunaendelea nao. Nataka niwahakikishie vijana wa Tanzania, bila kujali elimu unayo, ili mradi unatamani kwa ufundi mahiri kwenye eneo hilo, tumeweka utaratibu mzuri sana wa kuelimisha, huku tukianza kujenga msingi wa ufundi mahiri kutoka kwenye ngazi ya sekondari kwa kujenga shule ya amali kama hii. Na mimi nimefanya ziara maeneo kadhaa. Nimeenda Kyela kwa Mbeya, VETA pale. Wananchi pale walipoona programu ile nzuri, wako wakina dada walitamani pia wapate taaluma ya ususi. Walipoenda kwa mkuu wa chuo wa VETA pale Kyela, akaona ni wazo. Alipouliza makao makuu, kwa maana ofisi ya waziri mkuu, akaambiwa anaweza kuanzisha ibada anapata ufundishaji. Na alichofanya mkuu wa chuo ni kwenda Mbeya mjini kwenye moja kati ya saluni maarufu, kampata yule mtaalamu aliyebobea kwenye ufundi huo mahiri wa ususi, akampeleka VETA kusimamia ile kozi, akiwafundisha wadada wakiendelea na shughuli za ususi kama eneo la ufundi maalum. Alipotembelea nilimkuta, nikapeleka kwenye idara yao, nikakuta pale wamepanga vifaa vyao, mhadhiri wao yupo. Na nataka niwaambie, aliyekuwa anafundisha ni kijana aliyemaliza kidato cha 4, dada amemaliza kidato cha 4, lakini mahiri kwenye ususi na ni maarufu jijini Mbeya. Lakini miongoni mwa wanaosoma yuko pia mhitimu wa chuo kikuu, anakuja kusomea ufundi maalum wa ususi, na akimaliza anaenda kufungua eneo lake. Haya ndio malengo ya serikali ya kuwafikisha vijana wote ambao mko kupata ujuzi, ili ujuzi huo utumike katika kujipatia kipato, tupunguze uhitaji wa ajira. Ni kweli uhitaji wa ajira, ziko ajira rasmi za serikalini kwenye halmashauri ambapo wameshajaa watumishi, lakini kuna ajira ambazo si rasmi, lakini zenyewe pia zinaleta mapato ya mtu mmoja mmoja, ikiwemo na ufundi mahiri. Kwa hiyo vijana wetu wa sekondari
someni. Yeye mnakuja hapa Makomelo, ni fursa kwenu kuja kusoma ufundi ambao uko hapa, na ufundi huu tumeamua shule hii ijikite kwenye eneo moja maarufu au mawili, itategemea na mpango ambao wizara imeelekeza kwa shule yenu. Wengine mtakapata nafasi someni, na wale wanafunzi wengine wa shule za sekondari na msingi, tumieni nafasi hii kusoma sana, ili pia ufaulu ambao wilaya hii umeendelea kujitokeza, ufaulu mzuri, muendelee kufaulu masomo, na baadaye unapata nafasi ya kuendelea, endelee na masomo. Wale ambao hamuendelei, msipate shida. Tuna vyuo vya ufundi vinafundisha ufundi mahiri. Wewe chagua fani unaipenda, fani ambayo unaona itakusaidia, nenda kasomee, ili ukishamaliza unaweza kujianzishia eneo lako na kutangaza kazi hiyo na kutoa huduma, na wanapata huduma wanalipwa huduma hiyo. Hayo ndio mpango wa serikali kwenye maeneo haya.